kuwafadhaisha, atatamani kuwafuta wasabato wote, atatamani kuwafuta wacha Mungu wote waliopewa ajira katika muda wa saa 11. Anasema naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali wengi, naye ataweka hema zake. Upapa utatamani kuondoa kila mtu ambaye yuko kinyume chake, kuondolea mbali wengi. Ataweka hema zake za kifalme juu ya kanisa, juu ya mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikia ajali yake, wala hakuna mtu atakayemsaidia. Amani ya Bwana iwe juu yako. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo itawale juu ya maisha yako. Mpendwa mtazamaji, tunakuja mbele yako tena kukuletea maneno ya uzima, maneno ya unabii kutoka katika mto Urai, mto Kidike. Maneno ya unabii kutoka mto Urai, mto Kidike ni maneno yanayobeba jumbe za wakati wa mwisho. Ni maneno ambayo yangepaswa kuangaliwa kwa umakini katika wakati wetu, maana yanafunua siri ambazo ni ngumu, siri ambazo zilifungwa. Maana Danieli anasema wachache ndio watakaoelewa. Tunapokwenda kupitia maneno haya unabii kutoka mto Urai, mto Kidike, tuombe. Asante Mungu Baba kwa wema wako, tunakuja mbele zako katika wasaa huu. Tunashukuru kwa ulinzi wako. Tunakwenda kufungua maneno yako matakatifu, kufungua akili zetu, na wale watakaosikia kwa habari tuongoze, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu amependa tujifunze maneno ya unabii wa kitabu cha Danieli sura ya 11. Unabii wa kitabu cha Danieli sura ya 11. Danieli sura ya 11 ni habari za vita vikubwa. Ni habari za vita vikubwa, vita ambavyo vingetokea mpaka wakati wa mwisho. Inaanza na habari za utawala wa Uyunani. Katika baada ya kufa kwa Alexander, utawala huu uligawanyika katika pepo 4: kusini, mashariki, magharibi na kaskazini. Kwa tunaona kuja kufika katika fungu la 16 tunapata utawala wa Rumi ikiibuka pale. Ule mstari wa 15 na 16 Rumi inaibuka pale. Lakini katika fungu lile la 40 tunaletwa katika picha nyingine. Tunakutana na mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini wakishindana. Mfalme wa kaskazini katika fungu la 40 anawakilisha utawala wa upapa, na mfalme wa kusini anawakilisha utawala wa Ufaransa katika wakati wa mwisho. Mwaka 1798 ndio mwaka ambao wakati wa mwisho ulianza katika dunia yetu. Maana dunia ilipaswa kufika katika wakati wa mwisho, na wakati huo wa mwisho ulikuwa ni mwaka 1798. Sasa katika wakati wa mwisho tunaletwa katika vita vikubwa. Vita vikubwa katika wakati wa mwisho. Fungu la Danieli 1:40 linatuambia na wakati wa mwisho mfalme wa kusini ambaye ni Ufaransa angeshindana na mfalme wa kaskazini ambaye ni upapa. Wakati wa mwisho kungetokea vita vikubwa kati ya utawala wa Ufaransa na utawala wa upapa. Lakini Biblia inatuambia Ufaransa iliushinda upapa. Maana Ufunuo sura ya 13:3 anatuambia alipata pigo la mauti. Upapa ukapata pigo la mauti. Anasema nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Nani alitia jeraha la mauti? Napoleon Bonaparte chini ya jemedari Bestia walikwenda kule Roma wakamchukua Papa Pius wa 6 na upapa ukawa umepata jeraha la mauti. Lakini Biblia haishii hapo, anatuambia na mfalme wa kaskazini atamshambulia. Biblia inatabiri urejeshwaji wa mamlaka hii ya upapa. Kama vile Ufunuo 13:3 anaposema na pigo lake la mauti likapona, ndiko hiki kinaongelewa katika fungu la 40 la Danieli 11 kwamba na mfalme wa kaskazini atashindana na kumshambulia kama upepo wa kisulisuli pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na marikabu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati yake. Unabii unatuambia kwamba itikadi ambayo ilitokea Ufaransa katika miaka
793 mpaka 98 ilikuwa ni ukanamungu, ukomunisti. Sasa ule ukomunisti ulienea katika nchi nyingi zikiwemo Urusi, Japan, Korea, China na nchi nyingine za kikomunisti. Kwa hiyo upapa ulipopatwa jeraha la mauti kwa kupigwa na ukomunisti, upapa unaporudi tena, hatua ya kwanza ya mtu anayekwenda kushindana naye ni mkomunisti. Sasa upapa unaporudi haurudi kushindana na Ufaransa, bali unaanza na yule ambaye amepokea kijiti cha ukomunisti. Upapa umezijumlisha nchi za Kiislamu zenye itikadi kali kwenye kundi la ukomunisti. Ndio maana tunaona vita vikubwa vikiibuka kati ya Iran, Iraq, Afghanistan. Hizi nchi zote zimekuwa zikipinduliwa, zikipigwa kwa sababu zina itikadi ambayo imejumuishwa kama ukomunisti. Anasema na wapanda farasi na merikebu nyingi, na ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Kwa upapa tunaona katika 1991 upapa ukiingia katika Soviet Union na Soviet Union ikianguka. Urusi chini ya USSR ikaanguka mwaka 1911. Urusi ikawa imeanguka kwa kushirikiana kwa Papa John Paul wa pili pamoja na Rais John Reagan yule wa Marekani, wakahakikisha USSR inaanguka. Lakini nchi kama za Poland zikawa zimepitia hali ngumu ya vikwazo, zikawa zimepitia hali ngumu sana. Merikebu huwakilisha ufanya biashara, vikwazo ambavyo viliwekwa katika nchi hizi za komunisti. Lakini wapanda farasi huwakilisha magari ya vita. Magari ya vita, tunaona magari ya vita yakiwa yanasongamana kuelekea Mashariki ya Kati, hata katika vita ambazo zinaendelea za Irani na Israeli pamoja na Marekani. Tena ataingia katika nchi ya uzuri na nchi nyingi zitapinduliwa. Nchi ya uzuri ilikuwa ni Palestina, lakini baada ya mwaka ule wa 31 Yesu kusema nyumba yenu imeachiwa hali ya ukiwa, uzuri wa nchi ile ulikuwa umeondoka. Na katika mwaka 1776 katika wakati wa mwisho tunakutana na nchi ya uzuri nyingine inayopokea kijiti, maana Ufunuo sura 12 anatuambia nchi ikamsaidia mwanamke, na nchi hiyo si nyingine bali ilikuwa ni Marekani. Kwa upapa baada ya kushambulia USSR, kushambulia mataifa mengine yote ya kikomunisti kuyaweka chini yake, unakwenda kuingia katika nchi ya uzuri ambao ni nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani pia itapatwa na shambulizi la kiroho. Anasema na nchi nyingi zitapinduliwa. Upapa utakapoingia katika nchi ya Marekani, tutajua kwamba upapa umeingia katika nchi ya Marekani baada ya upitishwaji wa sheria ya Jumapili. Wakati sheria ya Jumapili itakapopitishwa Marekani, kanisa la Mungu, watu wa Mungu wengi watapinduliwa. Maana sheria ya Jumapili ndicho kipimo ambacho kitawatofautisha kati ya watu wa Mungu na wale watu ambao watakuwa wamejiweka chini ya mamlaka ya upapa. Kwa baada ya utangazaji wa sheria ya Jumapili, tutashuhudia mapinduzi ndani ya kanisa la Mungu la Kisabato. Maana nchi nyingi zitapinduliwa, yani watu wengi watapinduliwa kutoka ndani ya kanisa. Maana sheria ya Jumapili itawafagilia mbali wengi ambao hawakuwa wametakaswa na ujumbe ule wa malaika watatu. Anasema lakini nchi hizi zitaokolewa kutoka mkononi mwake, Edom, Moabu na wakuu wa watu Amon. Kiingereza anasema zitanyakuliwa kutoka katika mikono ya upapa. Edom, Moabu na Amon ni jamii ya Wakristo, au tunaweza kusema walikuwa ni ndugu wa Israeli, lakini ambao walikuwa hawamchi Mungu. Hawamchi Mungu ni jamii ya Israeli, Moabu pamoja na Amon. Sasa tunaweza tukasema hawa ni jamii wa Sabato, lakini hawatii maagizo ya Mungu kwa kushika amri 10 na imani ya Yesu. Tunaweza kusema ni Wakole, ni wa Pentekoste, ni wa Lutherani, Moravian pamoja na wa Roman. Sasa hawa wakati wa utangazaji wa kilio kikuu, unabii unatabiri kwamba pepeto linapopita ndani ya kanisa la Kisabato, watu wengi watafagiliwa mbali. Baada ya sheria ya Jumapili, wanapofagiliwa mbali, nafasi zinaachwa wazi. Unapokuja kuhubiriwa ujumbe wa Ufunuo sura 18, tokeni kwake enyi watu wangu, ndipo tunakutana na hawa Edom, Moabu na Amon, ambao tunaweza kusema ni jamii ya Wakristo ambao bado walikuwa hawajatii amri za Mungu.
wataitwa kutoka Babeli, nao watakuja kujaza nafasi. Maana anasema wataokolewa, watanyakuliwa kutoka katika makucha ya upapa na kuletwa ndani. Naye ataonyesha mkono wake juu ya nchi hizo, hata nchi ya Misri haitaokoka. Unabii unatabiri kwamba upapa utakuwa na nguvu katika nchi zote, katika makanisa yote, lakini anasema hata nchi ya Misri, ulimwengu wote kwa ujumla hautaweza kuokoka. Fungu la 43, lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina na dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani, na Waribia na Wakushi atakuwa na nguvu. Upapa utakuwa na nguvu juu ya hazina zote za ulimwengu. Dhahabu kila ilipo mahali popote ni mali yake. Ndio maana tunaona upapa Marekani chini ya upapa ikipambana kuweka mafuta, kuyachukua mafuta ya nchi nyingi, kuyaweka, kuyakumbatia, kuchukua dhahabu. Nchi zote zenye dhahabu na madini hazikosi kuwa na vita, kwa sababu upapa unaamini kwamba zile zote ni mali zake, kwa lazima iziweke chini yake kupitia kibaraka wake Marekani. Anasema Waribia na Wakushi watafuata nyama zake. Fungu hili tunapolisoma, Waribia na Wakushi, Wakushi walikuwa ni nchi matajiri na Waribia walikuwa ni nchi maskini. Kwa matajiri kwa maskini watafuata nyayo za upapa katika sera zake. Danieli Ufunuo 13 akatuambia kwamba wakubwa kwa wadogo na matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa watalazimishwa. Kwa hiyo huku katika Danieli anatuambia watafuata nyayo za upapa. Sasa upapa baada ya kuwa umejiimarisha, upapa umeweka umefanya kila kitu katika ulimwengu, umetiisha ulimwengu wote. Habari zitakazofadhaisha upapa si kwamba eti kuna jeshi kubwa limeundwa duniani, si kwamba kuna nchi ina uchumi mkubwa kuliko yenyewe. Anasema habari zitakazofadhaisha upapa ni habari zitokazo mashariki, habari zitokazo kaskazini zitamfadhaisha. Habari kutoka kaskazini, habari za hukumu ambayo itakujia ulimwengu, habari za hukumu ambazo itakujia ulimwengu. Maana hukumu yake itakuja katika muda wa saa moja, mapigo pamoja na hukumu. Na Babeli, Mungu anasema atakumbukwa. Habari kutoka kaskazini, maana kaskazini ndipo aketipo Bwana, na shetani alidai hilo kwamba nitaketi katika pande za kaskazini. Lakini habari hizi kutoka kaskazini zitaufadhaisha upapa. Habari kutoka mashariki ni habari za ujio wa Yesu, habari za tumaini kwa watu wa Mungu zitaufadhaisha upapa. Maana upapa ulitegemea kuiweka dunia chini yake na iweze kutawala, lakini habari zinazotoka mashariki, habari zinazotoka kaskazini zinaufadhaisha. Tunaona katika sura ya 7 ya kitabu cha Ufunuo, habari kutoka mashariki, habari za kutiwa muhuri kwa watu wa Mungu tunazipata katika ile kitabu cha Ufunuo. Anasema habari hizi zitakapomfadhaisha, atatamani kuwafuta wasabato wote, atatamani kuwafuta wacha Mungu wote waliopewa ajira katika muda wa saa 11. Anasema naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali wengi, naye ataweka hema zake. Upapa utatamani kuondoa kila mtu ambaye yupo kinyume chake, kuondolea mbali wengi. Ataweka hema zake za kifalme juu ya kanisa, juu ya mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikia ajali yake, wala hakuna mtu atakayemsaidia, maana kila mtu atakuwa ameshashtuka kwamba upapa huo unaturagai. Fungu la 12, fungu la kwanza la kitabu cha Danieli sura 12, wakati huo upapa unaweka hema zake za kifalme juu ya mlima mtakatifu wa uzuri na juu ya kanisa la Mungu. Anasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu atasimama upande wa watu wako, na kutakuwa wakati wa taabu mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kwa taifa hata wakati huo, na watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile wataokolewa. Haijalishi upapa utajiimarisha vipi, haijalishi upapa utakuwa na ghadhabu namna gani, lakini kwa sababu watu wako Mungu watakuwa wametiwa muhuri, watu wa Mungu watakuwa wameshatiwa muhuri, watu wako wataokolewa, kila atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile cha uzima. Habari zitakazofadhaisha upapa si habari za vita. Habari tunazoziona za vita zinazoendelea haziufadhaishi upapa. Si kwamba nchi fulani ni tajiri eti upapa ufadhaike. Upapa umeweka kila kitu chini yake.
Habari ambazo zitakufadhaisha upapa ni habari kutoka kaskazini na mashariki. Habari za mashariki ni habari ambazo zilitabiriwa katika kitabu cha Danieli sura 2, kama jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono likaipiga ile sanamu, hilo jiwe likajaza, na hilo jiwe huwakilisha Yesu katika utawala wa 5. Ufalme wa Kirumi unafikia tamati hivi karibuni, na tunakwenda kuingia katika ufalme wa 5, ufalme wa Mungu, ufalme wenye haki, ufalme usio na maonevu. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia masomo haya, na kuna masomo mengine ambayo yamekwisha kutangulia. Mungu akubariki sana.